Kinaitwa Njomlole Women Group. Njomlole Women Group. Ndiyo. Tunajishughulisha na shughuli za mapishi, kusupply vitu vya ujenzi, mambo ya furnitures, mambo ya kusupply matenti na kadhalika. Kwenye eneo lenu hili ambalo mnafanya shughuli ya furniture, mna vijana wangapi sasa hivi ambao wanahusika kwenye hizi kazi kimsingi? Ambao kutusaidia kazi zetu? Yes. Ni vijana almost ambao tunafanya nao kazi kama watatu, sema fundi mkuu na wasaidizi wake, kuna wengine ambao wanakuja pale kazi inapozidi. Kama wanakuwepo kama 7 kutegemea na namna ukubwa wa kazi. Yeah, kwa kazi hizi mlizokwisha pata, mnadhani mmenufaika kwa kiwango gani? Na mnawaambia nini Watanzania wenzetu wengine kwa jinsi kama mmenufaika kweli na hiki kikundi? Tumenufaika, mfano kuna tenda ambazo tayari tumeshazipata, kama hiyo tenda ya kusupply tenti tumepata faida kama na kikundi. Na hiyo tenda ya chakula tumepata tenda ya chakula mara 2 kutoka halmashauri pale. Kwa hiyo tumefaidika angalau saizi, na sisi kama wana kikundi tunaweza hapo zamani tulikuwa uchumi wetu kwa kidogo, tulianza kama na kuchanga hivi kama milioni 4 hivi, lakini saizi tuna mpaka milioni 12 kama kikundi. Tunashauri kuna watu ambao hawaamini hizi fursa, lakini hata mimi zamani nilikuwa siamini, lakini mara baada ya kuanza kupata tenda, kwa kweli nimenufaika, na nawashauri wanawake wenzangu vijana wachangamkie fursa pale zinapotokea. Kwa jitihada zinazofanywa na serikali ya Mheshimiwa Rais Samia, ninaamini wazi kwamba tenda kuanzia mwaka ujao wa fedha zitakuwa nyingi sana. Kama ulivyoona sasa, Mwenge wa Uhuru unaopita una hii ajenda ya kusajili makundi maalum. Lakini vile vile ni ajenda inazieleza taasisi nunuzi zote nchini kuhakikisha zinatenga kazi za zabuni zile zinazoweza kupatikana kwenu. Kwa hiyo watakapotenga hiyo 30% ya manunuzi yao, ni wazi kwamba kazi zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo msiache kuambia wanawake wengine au makundi mengine ukihofia kwamba watu wengi wakijua kwamba kazi zitaishi. Sasa hivi kazi zitakuwa ni nyingi na mtapata mialiko mingi. Swali la msingi ni kuhakikisha kwamba mnapokuwa mmesaini ile mikataba kutekeleza kazi, muifanye kama walivyokuwa wanatarajia taasisi. Ndio. Na mzingatie, kwa sababu pia kuna uwajibikaji kwenye swala la kimkataba mkishaingia mkataba. Ni kweli. Na msikate tamaa. Ni kweli. Mwanzo mdogo, nadhani kama ulivyosema mwenyewe kwamba mlianza na milioni 4 mlizochanga wenyewe. Lakini sasa hivi mna milioni 12. Ni hatua, na kikundi chenu kimeanza lini? Kianza mwaka jana mwezi wa 10. Sasa si muda mwingi katika hatua hiyo. Ninaamini baada ya kuja kufika mwaka kesho mtakuwa mna mtaji mkubwa na mnaweza kufanya miradi mingi zaidi. Kabisa. Na kusaidia, kwa sababu mnapokuwa mmewaleta hata vijana wanaosaidia hapa, tayari wanakuwa na commitment kwa tuna kazi na tunapata kitu kidogo. Kwa hiyo hawawezi kujiengage au kuona kwamba wameachwa katika uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo ndio malengo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba watu wako busy wanafanya shughuli zake za kiuchumi. Pato la mtu mmoja ni pato la taifa. Ndio. Kwa hiyo sisi tunatia moyo maamuzi mliyofanya ni maamuzi sahihi. Tuwatie moyo, waendelee kuwashauri na vijana wengine waweze kushiriki ipasavyo. Asante. Mikataba yenu itekelezeni vizuri ili muweze kuleta imani kwa wale mnaowafanyia kazi. Asante, na sisi tunashukuru serikali kwa kutukumbuka sisi wa mama. Hasa kwenye ule mfumo tumetewa kama makundi maalum, tungeshindanisha na wengine ingekuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kutuona sisi. Connection pekee ya tenda za serikali ni mfumo wa NeST.